Young Africans. Clement Mzize tayari ameimarika 100%, na sasa itabakia kazi kwa mwalimu wetu Patrick Mabedi kujua kama anamtumia au hatumii. Hayo ni mipango ya kiufundi sasa, lakini kwa maana ya utimamu wake wa kimwili Clement Francis Mzize amekamilika kwa 100%. Jambo la tatu ambalo nimekuwa nikipokea message nyingi na simu nyingi kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu ni kuhusu taarifa ya kocha mpya. Tunatoa taarifa ya kuvunja mkataba na kocha. Tuliongeza vitu viwili kwenye taarifa. Taarifa ya kwanza tulisema timu katika kipindi hiki itakuwa chini ya assistant wetu Patrick Mabedi. Na taarifa ya pili tukaainisha kwamba mchakato wa kumtafuta kocha mkuu unaendelea. Maswali yamekuja wapi, na kama kocha mpya akija huyo mkuu atakuwepo kwenye bench kwa maana ya Jumamosi pale Benjamin Mkapa. Hayo ni maswali ambayo wamekuwa wakiniuliza wanachama na mashabiki wa Young Africans Sports Club. Jibu lake, mchakato bado unaendelea wa kutafuta head coach wa klabu yetu Young Africans. Na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku tatu zijazo pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa Young Africans. Kwa maana hiyo, mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi. Nafikiri nimeliweka vizuri. Mchakato huu unaendelea na ndani ya siku 3 zijazo baada ya Mwenyezi Mungu mchakato unaweza kukamilika, tukawa tumeshampata kocha wetu. CV zimetumwa nyingi sana. Kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilicho bora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa. Lakini mchezo wa Jumamosi, kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye caretaker hapa kwa wiki hii, mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi kwa sababu anao uzoefu wa kutosha. Mwalimu ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika pressure hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi na Young Africans ikaqualify kwenda hatua ya makundi inshallah. Jambo la tatu katika yale manne, la pili bado wageni kina uchizi na wetu kina uchizi hawa bwana wanatarajia kuwasili nchini siku ya Alhamis na wataingia Tanzania sana ya uwanja wa kimataifa pale Julius Kambarage majira ya saa 2:30 usiku. Saa 2:30 usiku siku ya Alhamis ndio siku ambayo Silver Striker wataingia Tanzania. Wakishaingia watakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi ambayo itakuwa Ijumaa, kwa sababu ni official training na waandishi mtaruhusiwa pia kwenda kuangalia mazoezi yao. Kwa hiyo nikasema niwape pia na taarifa ya hawa bwana kuja, pengine mkahitaji kwenda kufanya coverage siku hiyo wanakuja, basi muda wanaokuja ni saa 2:30 usiku na watafanya mazoezi siku ya Ijumaa. Jambo la tatu linahusu message mbalimbali, jumbe ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi mbalimbali wa matawi wa klabu yetu Young Africans. Tumepokea message nyingi kutoka kwa wanachama pia wa klabu yetu Young Africans, na kwa nukta hii niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ambao
walisafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania kuelekea Malawi, tena Lilongwe, kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Tunapongeza sana na limekuwa jambo zuri pale Lilongwe. Bahati mbaya hatujapata matokeo mazuri, ndio bahati mbaya, lakini mashabiki wa Young Africans waliplay part yao 100%. Wale ambao walisema kwa mara ya kwanza wameshuhudia timu ngeni ikiwa na idadi kubwa ya mashabiki katika level ya vilabu, katika level ya timu ya taifa. Hawajawahi kushuhudia wingi ule uwanjani. Kwa maana yake mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans walifanya jukumu lao kwa 100%. Bahati mbaya tu rehema subiri ya ushindi alikuwa upande wetu, na ndio maana hakuna mmoja katika nyinyi waandishi mliokuja hapa ambaye atagusia hilo jambo na kuwapongeza mashabiki wa Yanga kwa kujitoa tena kusafiri kuelekea Malawi kuisupport timu yao. Bahati mbaya tu uzuri wa ile tukio umefichwa na matokeo, na kila mmoja akaanza kujadili kuhusu mchezo, ukasahau kutoa credit kwa hawa watu ambao wamesafiri. Lakini pia kuna waandishi wa habari ambao wamesafiri kwenda Malawi, niwapongeze sana. Kupitia changamoto nyingi ya taarifa nilikuwa nazipata, niwape pole, lakini ndio kazi ndio kazi yenyewe hiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu wote mrudi salama na majukumu mengine yanaendelea. Hapo sasa kwa wanachama nilikuwa nawaambia tulipokea message nyingi sana. Pokea message nyingi sana, jumbe mbalimbali, na zote zilikuwa zinaelekeza ombi maalum kwa wanachama na mashabiki wa klabu yetu kwenda kwa kamati tendaji ya Young Africans Sports Club. Tumeona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam mzee wetu Shabani. Tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi tupewe viingilio. Hiyo mechi wakabidhi wao. Hii mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young Africans Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi. Sasa asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata hili jambo kwa picha kubwa. Kama nakumbuka tulishatangaza viingilio, tukasema mzunguko utakuwa 5,000, VIP itakuwa 10,000, B20 na A. Na alhamdulillah mwamko ukaanza kuonekana kwamba watu wanataka mechi ya marudiano kwa Dar es Salaam. Lakini viongozi mkutana asubuhi leo, wamejadili maombi hayo, wamepitia hoja ambazo wanachama wameziainisha, na kimsingi wamekubaliana kulipokea na kulipitisha ombi la viongozi wa mtawi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africans. Wamelipokea na wamelipitisha. Limepita kwa staili gani? Kwanza alikuwa anakuja maombi kwa sasa tufanyeni viingilio leo mzunguko tu, alafu huku VIP huku watu wanunue tiketi kama kawaida. Baada ya mchakato huu na tathmini iliyofanyika, ikagundulika watu ambao wanunua viingilio kwa maana VIP wanakuaga wahanga wakubwa, sababu ukitoa hela yako unafika pale unashindwa kwenda kwenye nafasi yako vizuri, na taratibu za kuingia pia zinakuwa changamoto wakati mwingine. Kwa hiyo ambacho uongozi wa klabu ya Young Africans umekubaliana, mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Strikers, mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio majukwaa yote isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved
kwa wageni ambao wataalikwa. Kwa mfano, tunao wanachama wetu ambao wao wanalipa ile huduma ya Black Card shilingi milioni 1. Hawa wanapewa kipaumbele